Wewe wewe, nimeshakwambia sitaki unizoe, yaani sitaki unifuatilie na sitaki unipende. Nyuki hawezi kutengeneza chakula kama unaogopa kuuma. Dada, ujanja sio kuzurura, bali ujanja ni kutulia tu nyumbani. Hivi dada, una mabaya yako, lakini nikikuangalia hapa naona umeshika Biblia. Kama unataka madhaifu yako yafichie kwenye Biblia, ukipita mtaani watu wajue kwa wewe ni mlokole? Hapana. Ukitaka tujue kwa wewe ni mlokole, acha hizo tabia za kutangatanga na kutuhukumu mimi na mama. Asali inayotumika kuwaumiza wengine hutengeneza sumu mwilini. Msodoki, hiyo sio akili, bali huo ni wizi uliovisha suti. Wewe ambacho hujaelewa ni nini hapo? Utasoma hiyo Biblia ndio itakayoleta chakula? Chakula hakitengenezwi kwa Biblia. Hebu kaka tueleze. Mama, hata mimi mwenyewe pia namshangaa sana sana sana, tena sio kidogo. Ananiita mimi dhulumu, anahubiri kwenye kiti kilichotengenezwa na mbinu zetu wenyewe. Hivi dada, chakula unachokula unajua kimeshushwa kutoka mbinguni? Hapana, hicho chakula kimetengenezwa na akili za Msodoki. Sesi, yaani unanipiga kibao kisa mimi kukufuatilia? Nini kimekubadilisha mamaangu? Mbona ukua hivyo? Mimi nakupenda, moyo wangu ndio unaonifanya nahangaika na wewe. Mimi siwezi kukuacha. Kumbuka ni mangapi tumeyafanya kwa pamoja. Leo hii wewe unanipiga kibao mimi? Sesi, mimi ninachokijua ninakupenda. Nimefanya mengi na wewe, na wewe ni mwanamke wangu, ni mwanamke ambao nilikuja kuapa, nilikuwa nadhiri kuwa sitakuja nikuache. Kifo ndicho kinaweza kikatutenganisha. Hivyo basi, nakuomba nielewe, rudisha moyo wako basi. Wewe upendane na mimi hivi, uko sawa kichwani kwako? Sasi, siwezi kukuacha kukupenda. Labda mimi nife, siku nitakapokufa ndipo nitakapoacha kukupenda, kwa sababu nimefanya mengi mangapi kwa ajili yako. Nimefanya mauaji kwa ajili yako, nimemtoa mtu moyo wako nimekuwekea wewe kwa sababu ya upendo wangu juu yako. Kwa nini unifanyia hivyo mimi? Sikukutuma mimi, nilikutuma kwamba nenda kaua kafanya kitu fulani na huo moyo ambao unausemea wewe ushabadilika. Huo ni moyo mwingine. Kwa kama moyo uliokuwa unakupenda ni ule mwingine, basi sio huu unaokupenda, ulishazikwa. Kimya sasa. Umemwona? Ananiita mimi dhulumu. Hapana, mimi sio dhulumu. Haya, hao uliokuwa unaita wawekezaji wako wapi sasa? Wako wapi? Wamekuja na zawadi hewa, wameshakuongopea. Nimetega nyavu kule mtoni, nina uhakika kuwa kabisa jioni samaki mkubwa atakamatwa pale. Mama, Msodoki, hizo nyavu zenu zimebeba laana. Hivi hamuoni kuwa mmeitia mikosi familia hii? Laana ni nini? Unajua laana wewe? Hiyo laana wewe mpaka ushibe. Hiyo laana utashiba laana. Hapana mama. Acha bwana ukumbushe bisha kaka. Dada, unajua kwa nini taa za barabarani zinawaka usiku? Sio kwamba zinawaka kwa kuwafaidisha wapita njia. Hapana, hiyo ni kazi yake. Sasa na sisi hapa tunachokifanya ni kazi yetu.
Kazi yetu sisi hapa ni kuwanyosha njia wale wenye macho lakini wanajidai ni vipofu. Dada, nadhani umenisikia. Mama, huyu dada nimemwelekeza sana, lakini kunielewa ndo hataki hata kidogo. Hivi wanawake, mnataka mpewe nini ili mjue mtu anakupenda? Nimefanya kila kitu ambacho nakiweza. Nimefanya mambo ambayo sio kutarajiwa, sio mambo ambayo ni mazuri kwa jamii kwa ajili ya kwako wewe. Lakini unachokijua kile anavyokufuata, unanifukuza, unanipiga. Nimekuwa ngoma mama. Tafadhali, kuomba nionee huruma. Mimi nakupenda. Nakuomba mamangu. Niko tayari kwa adhabu yoyote hii, lakini sio kwa adhabu unaonipatia hii. Acha kunidhalilisha. Ni watu wangapi ambao wanapita hapa? Naomba nielewe mama. Unaota kunipata mimi uwezi. Yaani mimi siwezi kuchukua jukumu la kwenda kufanya mauaji kwa ajili ya kwako, alafu wewe mwisho wa siku uweze kunikataa mimi. Never. Nehi. Nehi. Nikutakia siku njema. Najua mwenyewe. Sasa mama, mimi naona niwahi kazini kwangu, kwa sababu saa hizi ni saa 4 kasoro na muda umeniacha. Wafanyakazi wenzangu wananisubiri njiani. Sawa, acha mimi nibaki kumwamini Mungu. Ndio unaondoka? Safari njema baba. Usisahau kuacha bila acha. Sawa mamangu, muwe na siku njema. Asante. Mwanangu huyo ndo anaenda sasa. Haya, upande wa pili hapa. Brown, una matatizo gani wewe? Leo ni siku ya 3 hujaja nyumbani. Ulikuwa wapi? Wewe chizi vipi? Wewe mwanamke unaniuliza ukiwa kama nani labda? Na unataka ukiniuliza nikujibu nini hapo? Umelogwa nini? Mimi kama mke wako tulioana tukafunga ndoa. Sijaje hapa kushangaa Brown. Nimekuja kwako tuyajenge mme wangu. Tunapoelekea mimi nachoka. Nachoka, siwezi. Eti dada samani. Hivi ni macho yangu au napumbazwa na jua la jioni hii? Malaika kama wewe unatembeaje jioni peke yako barabarani? Anyway, mimi naitwa Jordan na usiniite Jordan tu. Yaani mimi ndo mfalme wa mtaa huu. Eti mfalme? Yaani wewe haujafunzwa kwanza uende shule. Sema hicho niitia hapo, maana na dakika kadhaa tu hapo za kusikiliza. Mbona kwa mkali Chuchu? Najua unaitwa Chuchu kwa sababu nilisikia unaongea na simu muda ule kama unaitwa Chuchu. Na unajua mimi na wewe tukiungana tutatengeneza kitu hatari, kwa sababu mtoto msomi, mwenye elimu zako, mwenye pesa zako, alafu mimi sasa jambo na shati, mwenye akili ya maisha. Au nikuchukue twende kwenye hoteli ya nyota 5 tukapata chakula cha jioni? Niangalie mpaka chini mimi wa kudanganishiwa chakula. Mimi ni msomi, wazazi wangu hawajanifundisha hivyo kuwa na tamaa. Kwanza ukustahili kunisimamisha hapa hivi barabarani nitongoze, unasikia? Sawa. Sikia niambie kitu. Unajua sisi ni binadamu. Na binadamu, kama binadamu lazima tupendane, kwa sababu hata vitabu vya dini vinasema tupendane. Na alafu lingine,
labda uliokuwa umesahau. Mwanamke asipokuwa na mwanaume ni shida, ndio maana naomba nafasi nipate kwako. Mzaa, nashika adabu yako. Nimekwambia sikutaki. Kwanza unanichelewesha, nitaita walinzi sasa hivi. Kwa hiyo mwanamke, mimi nikilala nje, yani nje ya nyumba yako unafaidika nini? Mimi nataka yani kama nikilala nje hakuna chenye kupunguzia wewe, yani kila kitu nakupa unakula, kama kuvaa unavaa kila kitu. Yani unaponiuliza mimi kama unanichanganya kabisa yani mwanamke. Ninachotaka hapa tuyajenge. Kama iwezekani kuyajenga, nataka talaka yangu niondoke. Wewe mwanamke chizi nini? Kumbe umenichoka. Mwenye point yangu ilikuwa ni hiyo hiyo. Yani sikutaki hata kidogo. Kwanza ile mtu lenyewe limshanga zili. Hebu lione. Nimekuchoka vile vile. Kichwa kama watu wa Kigoma vile. Masikio kama bakuli. Hebu nenda kwenu huko nyotolee jala hapa. Hamna shida, naondoka. Lakini nikitoa huu mguu wangu kuondoka, nikirudi, ninachotaka ni talaka yangu. Nataka niwe huru na maisha yangu. Nimekuchoka we mwanaume, nimechoka, inatosha basi. Naondoka. Mshenzi wewe. Na nikirudi hapa nataka talaka 3. Nimechoka. Naondoka. Unanipunguzia mizigo. Hebu ngoja nipigie mshangazi wangu huyu. Maana una faida yote ile. Baby. Walinzi? Walinzi? Sidhani kama walinzi wanaweza kusaidia chochote kwa hapa. Maana sioni hata hamna haja walinzi, kwa sababu sipo kwa nia mbaya. Nipo kwa nia njema kabisa. Sipo kwa nia kukuumiza, hapana. Sitaki kukuumiza, ila nataka tujenge maisha. Sikia nikwambie chochote. Unajua ni mwanamke mzuri. Na natakiwa upate mwanaume kama mimi. Au samani chochote. Naona sauti yako ya mwanzo ya ukali imepungua. Na naona kidogo huko nyuma kwenye gauni kimstari kimepita. Nini shida? Tafadhali Jordan, nicheke. Yaani mimi hii tatizo nalo toka mtoto, nikiwa na hofu tu inakuwa hivi. Sawa, najua umesema sio kikojozi. Ila mimi nipo tayari kufanya chochote, sababu mimi nakupenda. Hata hiyo mikojo kwangu sio tija. Na najua hiyo ni shida ambayo sidhani kama ni familia, hapana, hiyo ni ugonjwa tu ambao unatibika. Na mimi ukiwa na mimi tapambana kadri ya uwezo wangu ili hata ile tatizo niweze kulisolve. Asante Jordan kwa kutambua thamani yangu. Maana ni wanaume wachache sana kwenye hii dunia wanaotambua thamani za wanawake. Mimi ni msomi ndio, lakini umenifundisha elimu ya utu. Nakushukuru sana. Asante. Naomba basi nikusindikize ili usije kukutana na wanaume wengine wasiojua thamani ya mwanamke na thamani ya heshima kwa mwanamke. Sawa Jordan. Ni kama nimechoma ngozi nikiwa mzima, mshika kibatari niliyemtegemea amekizima. Basi sikike japo kwa mbali kelele yangu ya mutima, hapa lipo mbele sioni giza, taa imezima. Taa imezima, nipe nguvu, subira isinitupe, nipe nguvu.
Teddy, ndo basi tena. Yaani yale yote tulikuwa tumeyapanga kwa mwaka wote imekuwa basi. Esther, kilikuwa ni kiapo cha watoto waliopotea njia. Tulijificha kwenye kuta za shule tukitengeneza ulimwengu wetu wenyewe wa ajabu, tukizani ni mapenzi, kumbe tunakataa ukweli. Angalia tulipofika leo. Tumeshamaliza kusaini mkataba, lakini kila mmoja anachukua nauli yake anarudi kwao. Je, hujiulizi kwa nini roho yako haina amani? Sio kwamba hakuna kilichotokea, kimetokea, na ndio maana kinaniumiza hivi leo. Lakini swali la kujiuliza ni kwamba tulikuwa tunafanya nini? Tulikuwa tumekaa kwenye mabweni na kuahidiana, tunakula kiapo ya kwamba hatutaachana wala hakuna mtu ambaye atakuja kututenganisha daima. Ni kama nimechunwa ngozi nikiwa mzima, mshika kibatari niliyemtegemea amekizima. Basi sikike japo kwa mbali kelele yangu ya mutima, hapa lipo mbele sioni giza, taa imezima. Kaka, najua unachokiwaza. Ulitoa moyo wa mwanamke anayekuchukia na kumpa mwanamke anayekupenda. Ulitegemea ataendelea kukupenda? Kaka, jaribu kumove on basi. Ravu mdogo wangu, najaribu lakini najikuta nashindwa, ukizingatia tumefanya sana mengi na yule mwanamke. Sidhani kama nitampata mwanamke kama Sesi, kwa sababu ni mwanamke ambaye alifanikiwa kuiteka akili yangu. Fikiria, nimefanya mauaji, nimeenda jela, nimerudi. Nitarajia kwamba atanipa shukurani mimi kwenda jela kwa sababu ya mimi kuondoa moyo wa mtu mwingine kumwekea yeye. Kumbe sikujua kama moyo niliomwekea ni moyo wa mtu mwingine, na ule moyo ni moyo wa mwanamke aliyekuwa ananichukia mimi. Ni kweli Esther. Najua siku wazazi wetu wakisikia haya yote yaliyotokea hapa shuleni watahuzunika sana. Pia watajuta kuwa na watoto kama sisi. Watajilaumu sana kwa nini walituzaa sisi. Esther, mimi na wewe tulikuwa tuna mahusiano ya jinsia moja. Kila aliyekuwa anakuja kutushauri tuliona ni mjinga, mpumbavu, hana akili. Tukajikuta sisi ni wajanja, pasina kujua kwamba sisi ndo wakoseaji, ni sisi ndo tunaoharibu watoto hapa mtaani. Hivi
ukikaa chini na ukafikiria haya yote tulikuwa tunayafanya hapa shuleni, jamii inatuchukuliaje au inatuonaje sisi? Nadhani huu ni mwisho wetu, pia ni mwanzo wa mema kwetu. Tunaweza tukachukua hii fursa kujibadilisha na tukawa ni wasichana wazuri, tukaja kuwa akina mama wazuri hapo baadaye, tukaolewa, tukawa na ndoa zetu. Nakushauri sana rafiki yangu, tukiachana hapa, kile kitu tulichokuwa tunakifanya hapa shuleni tukiacha hapa njiani, tubadilike, tusije kuja kuwa na tabia kama hizi. Wazazi watajisikia vibaya sana. Nasikitika sana kukuacha rafiki yangu kipenzi, kwani ni mambo mengi sana tumeyafanya hapa shuleni, mazuri, mabaya, tumewauzi watu, lakini haijalishi. Hiyo haiwezi kuwa sababu ya sisi kututenganisha. Ni sawa tunaenda mbali, lakini milima haikutani, ila binadamu wanakutana. Naamini ipo siku tutakuja kuonana na rafiki yangu. Naomba nikuage, mimi narudi nyumbani. Nilijua tu. Kiukweli nipo njia panda, sielewi hasa. Nikiangalia hii saa, nikiangalia t-shirt hii, ni siku ambayo inanikumbusha mbali sana. Ni siku ambayo inanikumbusha nikiwa naye wakati na furaha. Kaka, badilika, hataweza kukupenda tena. Jaribu kumove on basi. Sawa, mimi nimekuelewa. Una ushauri mzuri mdogo wangu, kwa sababu umekuwa na mimi sambamba, haujaniacha peke yangu, licha ya kwamba nilikuwa nadharaulika, watu wananisema vibaya kwa sababu ya yule mwanamke. Binafsi nikushukuru sana, na naahidi kubadilika. Nitafanya mambo yangu mengine, japo najua itanichukua muda kumsahau. Sina jinsi, sihitaji kufanya mauaji tena nije kuonekana muuaji nikarudishwa jela tena. Haya kakangu, ninachokuomba naomba ubadilike basi. Nipo ndani. Sesi. Siku ya mwisho kuwa nyie watu wawili mtajutia. Mmeona? Tele. Mlichokuwa mnakifanya ni ujinga tu. Sasa hivi angalieni machozi mnayoyamwaga hapa. Hivi hamuoni aibu watu wanapita hapa wakiona nyie mkilia kwa vitu vya kijinga mlivyokuwa mnafanya shuleni? Aya, endeleeni. Lakini nawaambia, huko nyumbani mnakoenda badilikeni. Hamuoni aibu kwanza vile vitu mlivyokuwa mnavifanya? Nasikitikia sana. Ni kama nimechuna ngozi nikiwa mzima, mshika kibatari niliyemtegemea amekizima. Basi sikike japo kwa mbali kelele yangu ya mutima.